Habari, karibu katika sehemu ya pili ya makala kuhusu Wamanyema. Katika makala iliyopita tuliona safari ya Wamanyema kutoka misitu ya Kongo hadi Ujiji na namna walivyojenga ushawishi wa kihistoria. Sasa tunaingia ndani ya maisha yao ya kila siku, ustaarabu wao, mavazi yao na ubunifu wao wa asili. Baleke banene wanga bwampele shobe ayu kileleza, baleke banene banene, baleke banene wanga bwampele tata ayu kileleza, baleke banene ke wanga bwampele tata ayu kileleza, baleke banene banene, baleke banene wanga bwampele shobe. Alo lo 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 la 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 oh lo ya lo amio o bena isabu ino mwilambo kwe mwine kibao mikala no bele bale ba mukwa lo lo amio leba lo lo leba baleke banene wanga wampele shobe ayo keleleza baleke banene banene baleke banene wanga bambele tata elo la la lo 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 la 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 lelo bije kalongo mwana mutata matanga mwandange ngulu manga luje kobe luje kwa milemba mwabije kalongo eyo baleke banene wanga bambele tata ayo keleleza baleke banene banene baleke banene wanga bwampele tata yokeleleza yo ya lo ya obe mande mulangi lwa mpemba itamba bana munonge lomba la makibangasa chataki simba kelambo katata kashwelambo kuya kwa mikapa na bulo lelo oba lola baleke banene wanga wampele tata ayo kileleza baleke banene banene baleke banene wanga wampele tata ayo kileleza baleke banene. Kabla ya ujio wa ustaarabu na bidhaa za kigeni, Wamanyema waliishi kwa kutegemea miti na udongo. Walikuwa wawindaji na wakulima. Mkuki wao uliwekwa sumu kali, hata jeraha dogo lilimaanisha hatari kubwa. Walitumia shoka kama silaha kushika au kutupa, na usiku waliwasha ngazi, maji ya chikichi kupata mwanga kabla ya kuja kwa koroboi na taa za Aladdin. Mabadiliko ya staarabu mbalimbali yalitufikisha katika utumiaji wa silaha. Hii ni silaha wanayoitumia zaidi Wamanyema. Wamanyema hutumia mkuki kwa vijumba vyao vyote vya makabila. Mkuki wa Wamanyema ulitengenezwa kwa mti na juu uliwekewa uhunzi wa chuma, na kimsingi walipaka sumu kwenye mikuki yao. Hivyo ukikufikia hata ukakujeruhi, maana yake umekuua, kwa sababu mkuki huo una sumu. Wamanyema hutumia mashoka pia kama silaha zao, na wanaweza kupiga shoka kwa namna mbili. Wanaweza kupiga shoka kwa kulishika na wanaweza kupiga shoka kwa kulirusha. Mfumo wa kwanza wa kupata mwanga kwenye giza usiku ilikuwa wanapokamua mafuta ya mawese au nyinyi mnaita chikichi, hupatikana makamfi yake, na pia hupatikana maji machafu ya ile chikichi. Mnasema chikichi, sisi tunasema ngazi. Kwa hiyo maji machafu yanayopatikana katika ukamuaji wa ngazi, ukishapata mawese kama mafuta,
yale maji machafu huwa yanawekwa sehemu kwenye shimo na baadaye hukusanywa na yakiganda hukusanywa kwa pamoja. Ule mkusanyo huwa unawekwa kwenye kigae cha chungu kilichovunjika, halafu huwashwa. Kwa ule mkusanyo unakuwa na mafuta, yale mafuta yanawaka moto, ule moto hutupa mwanga. Baadaye maendeleo ya matumizi ya bati yalipokuja, Wamanyema wakawa wanatumia hiki kitu. Hapa wanaweka utambi, lakini utambi unaowekwa hapa kinakuwa tu ni kitambaa, kipande cha nguo kilichovingirishwa, kinachomekwa hapa, kinashika mafuta, wanawasha. Lakini inafanya sana moshi. Kwa mfano, tulikuwa kama wewe ni mwanafunzi unasoma, unatumia hii, moshi ule usiku unakuwa unaingia puani, unajaa puani. Asubuhi lazima ufanye hivi na upate moshi. Lakini baadaye maendeleo yakabadilika, tukaletewa taa nyingine, tukaletewa sasa chemli. Tumekuwa kwenye maisha sasa ya Waswahili tunaona chemli. Kwa hiyo chemli ikawa na lenyewe pia ni taa kwenye jamii yetu. Katika mavazi, kofia zilikuwa alama ya hadhi na kazi. Tunga na tarabushi zilipambwa kwa manyoya kuashiria uwindaji na ujasiri. Wanawake walivaa shanga, kiriri kifuani na shuka la ngolole kujitanda. Kanga zilivaliwa kwa kuzingatia ujumbe wake uko vipi, huku baibui zikivaliwa kwa nyakati maalumu kutokana na athari za ustaarabu wa Kiarabu. Mkononi kwangu nimeshika kofia. Hii ni kofia. Ni sehemu ya kofia zinazotumika leo kwa ajili ya ngoma za kitamaduni. Lakini kale hii ilikuwa kofia ya muda wote ya watu wa kabila letu la Wamanyema kiasili huko katika misitu ya Kongo. Kwa kawaida inachukua manyoya ya ndege mbalimbali, na hii inadhihirisha uwindaji wa ndege mbalimbali katika misitu ya Manyema. Baadaye sana mabadiliko yalitokea kwenye kabila hili la Wamanyema, na haswa pale walipoungana na Waswahili kutoka pwani pamoja na Waarabu waliokuja kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali na Wamanyema hawa. Na hivyo kofia zingine zikatokea. Moja ni kofia ya vitundu. Kofia ya Waswahili inaitwa kofia ya vitundu. Yenyewe mfano wake hapa hatunao kwa sasa, lakini kofia nyingine ni kofia ya tarabushi. Kofia iliyovaliwa kichwani kwangu inaitwa kofia ya tarabushi. Ina vinywele fulani mbele hapa. Hii inaitwa kofia ya tarabushi. Kofia hii inavaliwa na Wamanyema pia wa Ujiji. Na baada ya hapo ikaja kofia nyingine inaitwa kofia ya tunga. Tutaangalia kitu kimoja kimoja. Hii inaitwa kofia ya tunga. Ni kwa sababu imekuwa ya siku nyingi sana, na ni kwa sababu ya kulinda tamaduni. Hii inaitwa kofia ya tunga. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye mapitio wanakuwa na kofia zaidi ya moja wa Manyema. Wanakuwa na kofia inayoashiria uwindaji wao wa kale, lakini wanakuwa na kofia walizopata katika miingiliano na jamii zingine baada ya kuoleana. Tamaduni zao zilivyotanuka na kukua. Kwa hiyo wanakuwa na aina 3 za kofia.
Vifaa vyao vilionyesha ubunifu mkubwa. Mkeka wa chembe wenye rangi mchanganyiko haukuwa tu wa kukalia, bali zawadi ya harusi, pambo la ukutani au sanda ya heshima. Mitungi ya udongo ilitumika kupozea maji, kuhifadhi maziwa au asali, na mingine ilikuwa na midomo miwili au mitatu kwa viapo vya tiba. Vibuyu vilitumika kama bilauri za asili. Vikapu vilihifadhi mazao bila plastiki, na lindo lilitunza unga na nafaka. Jamvi zilikuwa zinatengenezwa na kina mama. Kina mama wa Kimanyema katika stadi zao, basi walikuwa wanasuka kili, na baada ya kusuka kili wanaziwekea rangi. Wana rangi mbalimbali zinazotokana na mimea. Mkeka huu unaitwa mkeka wa chembe. Mkeka huu unaitwa mkeka wa chembe. Mkeka wa chembe kwenye jamii za waungwana wa Kimanyema una siri kubwa sana. Moja, mkeka huu ulitumika kama zawadi kwa wakwe kumzawadia kijana mwanamume anayekwenda kuoa. Akishaoa basi mama mkwe alikuwa ameandaa mkeka rasmi kwa ajili ya kumpa mwanaye atakapokuwa amestarehe, wanazungumza na mumewe, basi wakae kwenye mkeka wa heshima, mkeka wa chembe. Chembe ni nini? Chembe ni muunganiko wa rangi tofauti zinazojitokeza hapo katika mstari mmoja kuwa na rangi zaidi ya moja. Hiyo ndio inaitwa chembe. Na pia mkeka huu pia ulikuwa ukitumika kwenye ukuta kama pambo kwenye kitanda cha maharusi. Pale kwenye kitanda cha maharusi kwenye ukuta, basi kulikuwa kunawekwa mkeka huu kama pambo la chumba cha harusi. Lakini pia mkeka huu walikuwa wakitengeneza mikeka kama hii kwa ajili ya kuzikia, kubebea maiti, na wakati wa kwenda kuzika, basi wakishamvisha maiti walikuwa wanamfungia kwenye mkeka huu kwa kwenda kuzikia. Kwa hiyo karibu kila nyumba za Wamanyema, wamama walikuwa wanaandaa mikeka kama hii na kuihifadhi kwa ajili ya shughuli kama hizo. Unaweza ukaona ubunifu wa ufinyanzi. Hapa wamefinyanga kihifadhi maji chao. Wamanyema walitumia mtungi kupozea maji. Waliweka maji kwenye mtungi, na mitungi yao waliipamba kwa michoro kadha wa kadha. Huu ni aina ya mtungi mdogo unaohifadhia maziwa au asali. Mitungi hii yenye njia mbili ilitumika kwa matibabu au viapo. Katika tamaduni za Manyema pia kuna vikapu vya aina mbalimbali. Hapa tuna sura moja tu ya kikapu, lakini kuna kikapu kingine kikubwa zaidi ya hiki kwa ajili ya maemezi. Hii inasitiri zaidi mazingira, na miaka yao kulikuwa hakuna plastics za kubebea vitu, na walikuwa wanatumia ubunifu wao. Kwa hiyo hiki ni kikapu kwa ajili ya kufanyia maemezi. Wamanyema wana lindo. Hili ni mfano wa lindo. Zamani yalikuwa makubwa sana, kwa sasa hayapo. Makubwa hayapo. Yanatengenezwa kwa kutumia magome ya miti. Lindo lilitumika kuhifadhia unga na pengine nafaka zingine.
ulikuwa ustaarabu wao wa asili wa kujitegemea na kuheshimu mazingira. Lakini jamii si vifaa tu, moyo wake upo katika maadili na malezi. Hivyo basi, makala ya 3 inatupeleka kwenye jando, unyago na misingi ya kifamilia ya Wamanyema. Turithishe tulichorithishwa, historia iishi daima. Wote, yani Wamanyema wote Tanzania. Ndo chifu wetu Wamanyema wote Tanzania. Kwa hiyo ni vizuri tumpe heshima yake kwa maana ya kuheshimu, ya kumtolea ile lulo kama kawaida yetu. Haya. Mate.